Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakaribishana tena katika kusoma neno ili kujiweka au kupokea au neema za Mungu. Kabla hatujaendelea, naomba tuombe kwa ajili ya kusoma neno ili tukafunuliwe. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninayekwenda kusoma neno, ninaomba unifunulie, unipe siri za ili neno, maarifa ya ili neno ambalo nakwenda kulihubiri sasa hivi. Ninaomba hayo yote kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, nasema amen. Leo nitaangalia kile kitabu cha Isaya 9 mstari wake wa 6. Huu mstari ni maarufu sana katika Biblia. Ni mstari maarufu katika Biblia unaotabiri kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tusome. Inasema hivi, Isaya 9:6. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani kwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hii maana yake ni nini? Mstari huu una unabii uliotolewa na nabii Isaya kuhusu kuja kwa Mwokozi. Majina yaliyotajwa yana maana hizi. Mshauri wa ajabu, hii inamaanisha Yesu ana hekima na ushauri wa Mungu. Mungu mwenye nguvu, anaonyesha nguvu za uungu wake. Amen. Baba wa milele ni analeta uzima wa milele kwa watu. Mfalme wa amani analeta amani ya kweli kwa wanadamu. Kwa nini mstari huu ni muhimu? Wakristo wanaamini mstari huu ulitabiri kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambaye alitokea mamia ya miaka baadaye. Kwa ufupi, Isaya 9:6 unaonyesha kwamba Mwokozi angezaliwa na angekuwa mfalme wa amani na nguvu ya Mungu. Kwa kusema hilo, itakuwa nimefafanua kidogo na utakuwa umeelewa nini maana yake. Bye bye na kwaheri.